Dominika ya 6 ya mwaka A wa Kanisa. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Yoshua bin Sira sura ya 15 aya 15 hadi aya 20. Somo la pili linatoka katika waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Korinto sura ya 2 aya ya 6 hadi aya ya 10. Na injili inatoka kwa mwinjili Mathayo sura ya 5 aya ya 17 hadi aya ya 37. Sidhani ya kuwa nalikuja kutangua Torati na manabii, bali kutimiliza. Ndugu zangu katika Kristo, leo tunapoadhimisha Dominika ya 6 ya mwaka A wa Kanisa, masomo yetu yanatutafakarisha juu ya kuzishika amri za Mungu na kuzifuata. Katika somo la kwanza tunaona Mungu amemjalia mwanadamu akili na utashi wa kutambua mema na mabaya. Hivyo tunaalikwa kuomba hekima ya Mungu ituongoze katika kutenda yaliyo mema, kuchagua mema na sio mabaya, kuchagua uzima na sio mauti, na walio ndani ya Kristo kuongozwa na hekima inayotoka kwa Mungu na sio hekima ya ulimwengu. Katika injili ya leo ni sehemu pia ya mafundisho ya Yesu akiwa mlimani. Yesu alianza kwanza kuwafundisha makutano heri 8 kama tulivyoona katika Dominika 2 zilizopita. Baada ya mafundisho hayo, watu walimuona Yesu kama nabii ambaye atakuwa msaada kwao wa kuzibadili Torati ambazo zilionekana ni mzigo katika maisha yao. Yesu anabadili fikra zao na kusema, msidhani ya kuwa nalikuja kutangua Torati na manabii, bali kuitimiliza. Yesu anaweka mkazo katika mafundisho ya Torati, akionyesha ya kuwa iliwapasa kuzishika sheria za Torati, hata ile iliyokuwa ndogo kuliko zote, ambayo ikiondolewa ulimwengu mzima unaangamia. Yesu pia anatupa amri kuu ya mapendo, ambao ni ufupisho wa amri zote: kumpenda Mungu kwa moyo wetu wote, kwa nguvu zetu zote, kwa akili zetu zote, na pia kumpenda jirani kama tunavyojipenda sisi wenyewe. Ni katika kumpenda jirani ndipo tunapodumisha mahusiano bora kati yetu, kwani kupitia upendo tunazishika vyema amri za Mungu. Mfano, katika kumpenda jirani tunashika vyema amri ya 5 inayosema usiue. Kutoa uhai wa mtu mwingine ni dhambi. Kutoa uhai wa mtu mwingine ni dhambi, tunaona inaanza ndani ya mtu, kutokana na hali ya kutokusamehe, kutokuwa tayari kupokea msamaha, chuki, hasira, wivu. Pia Mtume Paulo katika waraka wake kwa Filipi sura ya 3 aya ya 4 hadi aya ya 9 anahamasisha kumpenda mtu. Asiyempenda jirani yake anatenda dhambi. Pia Yesu anatukumbusha kupatana na ndugu zetu kabla ya kumtolea Mungu sadaka. Yesu anakumbusha katika kutoa sadaka tunapaswa tujitakase, ili sadaka yetu iwe ni sadaka safi isiyo na mawaa. Yesu pia anaonyesha dhambi huanza ndani ya moyo wa mtu. Pale mtu anaporuhusu mambo ambayo yanakinzana na amri za Mungu, anaanguka katika dhambi. Mfano, pale mtu anapopenda vitu ambavyo viko nje ya uwezo wake, kuwa na tamaa kunampelekea mtu kutenda dhambi. Yesu anatumia mfano huu wa kukata viungo vyetu pale vinapofanya tutende dhambi. Mfano, mtu anapoiba, mkono unachukua kile kilichoibwa, miguu
kumfanya aweze kutembea. Kichwa kilifikiri na macho yaliona. Hivyo tunaona mwili mzima umehusika katika wizi, na pale anaposhtakiwa anashtakiwa mtu na sio mkono. Katika hiyo tunaona Yesu hatutaki tuingie katika ufalme wa Mungu tukiwa vilema. Anatutaka sisi tuwe tayari kuvitambua vilema vyetu na kujitenga navyo, kuvitambua vilema vyetu na kuachana na yaliyo mabaya. Hivyo basi tumwombe Mungu atujalie neema katika maisha yetu ili tuweze kuzishika vema amri za Mungu na kuziishi. Daima maisha yetu yaongozwe na upendo wa Mungu na upendo kwa jirani zetu. Tumsifu Yesu Kristo.